Kundi hili liliundwa baada ya katibu mkuu kualika wagombea wa mwaka 2020 wa ubunge na waliotia nia mwaka huu kwenye kikao cha tarehe 3 mwezi wa 4 makao makuu ya chama. Sasa sisi kama wagombea na ambao hatuna sehemu ya kukutana, tukaunda group sogozi la WhatsApp ili kuweza kuweka mawazo yetu kwa pamoja na hatimaye tuweze kuyawasilisha kwa katibu mkuu. Kwa ndivyo kundi lilivyoundwa. Lilikuwa ni kundi ambalo tunajaribu kuweka mawazo, maoni, tunashauriana kwa pamoja kama yalivyo makundi mengine mbalimbali ndani ya chama. Kwenye chama chetu kuna makundi kwenye kata, kwenye vitongoji, na tungeweza hata kuliita Chadema Family, kwa sababu makundi hayo yapo kila mahali kwenye chama chetu. Kwa ndivyo kundi hili la G55 lilivyoundwa. Lina wajumbe wengi na bado tunaendelea kushauriana mambo mbalimbali ya chama na mikakati yetu binafsi. Kama wagombea tunawezaje kupata rasilimali, tunawezaje kujipanga na kampeni, tunapeana uzoefu. Kwenye kundi hili kuna ambao walishawahi kushinda ubunge, wako ambao walishawahi kushindwa. Kwa hiyo tunapeana na tunaendelea kupeana uzoefu. Jambo la pili ambalo ningependa kulieleza kabla ni kwamba leo tumekuja kufafanua waraka wetu tuliomfikishia katibu mkuu siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Na tumeona kwamba kuna haja ya kufafanua kwa sababu wakati mwenyekiti wa chama akizungumza na wagombea na watiania siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 pale makao makuu, alijibu baadhi ya hoja zilizokuwa kwenye waraka, na wale waandishi mliokuwepo mlimsikia akisema ameusoma waraka na hoja zinajibika. Lakini tukiri tu, mpaka sasa hivi bado hatujapokea majibu rasmi ya maandishi, kwa sababu sisi tuliandika kwa maandishi. Sasa kitendo cha kuja kuweka hadharani, wako ambao wanaweza wakapotosha. Sasa ni kwa nini kama mmempelekea katibu mkuu, kwa nini mnausema hadharani? Tunausema hadharani kwa sababu mwenyekiti wa chama alishaanza kujibu hoja zetu hadharani. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo tunaufafanua ili yale ambayo hayakupata majibu siku ile ya tarehe 3 mwezi wa 4 hatimaye sasa yaweze kupatiwa majibu, au jamii ifahamu tumeandika nini, tumeshauri nini chama. Maana yako maneno mengi sana ya upotoshaji haswa kwenye mitandao, na kwa watu ambao hawaitakii Chadema mema wameendelea kupotosha. Ndugu zangu, waraka wetu ni mfupi, ulisainiwa na watu 55 kama alama ya G55. Lakini nimesema pale awali kwamba kundi hili sio la watu 55. Tuko wengi ambao tunakishauri chama, na baada ya kutangaza uwepo wa kundi hili wamejitokeza hata ambao wanataka kugombea udiwani, wanaomba sasa nao wawe sehemu ya hili kundi. Kwa hiyo linazidi kupanuka na kuongezeka ukubwa wake baada ya watu kujua kwamba linasimamia mambo gani. Ndugu wanahabari, naomba sasa ni usome waraka kwa wetu tuliompelekea katibu mkuu siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka huu. Ndugu wanahabari, madhumuni ya waraka: pamoja na kupokea wito wa kushiriki mkutano huo maalum, sisi wagombea ubunge wa mwaka 2020 na watiania wa mwaka 2025 tumeona kuna viashiria vya kutopewa au kutopata nafasi ya kutosha kusikilizwa katika mkutano huo maalum, na kwa hiyo tumeamua kukuandikia waraka huu kwa sababu zifuatazo. Moja,
Mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu alihutubia mkutano wa hadhara mkoani Iringa. Ametamka wazi kuwa wote wanaoona no reform no election haiwezekani ni wana CCM pamoja na vibaraka wao. Kauli hii ya mwenyekiti tayari imezuia uhuru wetu wa kutoa maoni au kushauri mbadala dhidi ya no reform no elections. Kwani kwa mujibu wa mwenyekiti wetu, watu wa namna hiyo ni wana CCM au vibaraka wao. Ndio dhumuni la kwanza lilotufanya tumwandikie katibu mkuu. La pili, mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa kamati ya chama ya kuchangisha fedha Mheshimiwa Godbless Lema akihutubia mkutano jijini Arusha alinukuliwa akisema kwamba wote wanaotaka ubunge au udiwani bila reforms waondoke Chadema. Kauli ya Mheshimiwa Lema haijakanushwa na chama na inazidi kuondoa mantiki ya mkutano huo maalum wa kujadili mwenendo wa no reform no election, kwani tayari washiriki tumewekewa mipaka na vitisho. Kaandika katika ukurasa wake wa X akikitaka chama kiyaweke hadharani majina ya wote wanaotaka ubunge kwa udi na ubani bila reforms, na akatuhumu kuwa watu hao wanataka kufanya blackmail, yani kutishia eti watahama chama. Pia Maria Sarungi, bila kujali mamlaka ya ofisi yako, ametaka ajulishwe ni nani amewaita watiania kwenye mkutano huo maalum, maana uongozi mzima upo field, na akataka chama kisiwahusishe watiania, do not engage them, bali waachwe waende CCM. Kauli hizi za Maria Sarungi ambaye ni si mwana Chadema zinafanana na kauli za Mheshimiwa Lissu ndani ya chama, na ofisi yako imezinyamazia kimya, huku kukiwa na taarifa kuwa mwanaharakati huyo ana mgongano wa kimaslahi wa kutaka chama kisishiriki uchaguzi wa mwaka huu. Nazidi kuongeza vitisho na kufinya uhuru wa maoni kuelekea katika kikao hicho maalum. Kwa msingi huo, tunawasilisha mchango wetu wa mawazo kwa njia ya maandishi kama ifuatavyo. Moja, tunaunga mkono madai ya mabadiliko, reforms. Sisi kundi la G55 tunaunga mkono kabisa madai ya kufanyika kwa reform katika nchi yetu. Tunaunga mkono na tupo tayari kuongeza nguvu zaidi katika jitihada zote za chama za kudai mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi, reforms, ili kuwa na uchaguzi huru na zinazoaminika. Kwa hiyo kwenye eneo la reform, sisi tuliogombea mwaka 2020 tulijeruhiwa na uchaguzi ule sana kwa sababu ya mifumo isiyo rafiki ya kiuchaguzi. Kwa hiyo tunaunga mkono 100% swala la reform. Kwa hiyo tuko tayari na kuongeza nguvu kuwekeza kwenye kupigania mabadiliko ya kimfumo na ya kisheria kwa ajili ya chaguzi huru na za haki hapa nchini. 2, maoni mbadala dhidi ya mpango wa kuzuia uchaguzi. Ikumbuke hapo mwanzo nimesema reform tunaziunga mkono. Tunasita kuamini katika mpango wa chama wa kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu 2025 iwapo mabadiliko hayatopatikana, tukiwa na sababu zifuatazo. Kwa hiyo sisi kwenye no election, njia ambayo chama kimetumia tunaiona sio njia sahihi, na ndio maana tukachukua wajibu wetu kama wanachama, wengine wanachama waandamizi, kukishauri chama chetu kwamba njia ya no election walioamua kuitumia hatuoni kama itatufikisha kule tunakotaka kufika. Moja, tunaona kuwa haiwezekani kuzuia uchaguzi kwa kuwa nje ya uchaguzi. Kujaribu kuzuia uchaguzi huku ukiwa nje ya uchaguzi itakuwa ni sawa na kufanya jinai. Uwezekano pekee wa kuzuia uchaguzi ni kushiriki uchaguzi wenyewe kwa kuhakikisha tunaingiza wagombea katika uchaguzi. Ni rahisi kwa wagombea kuhamasisha
na kuongoza wananchi kuzuia uchaguzi katika vituo mahususi vya uchaguzi katika kata au majimbo yanayoelekea kufanyiwa hujuma, kuliko kujaribu kuzuia uchaguzi wote huku tukiwa nje kabisa ya uchaguzi wenyewe. Ndugu zangu, ukishakuwa nje ya uchaguzi mara tu baada ya bunge kuvunjwa, vyama vya siasa vitasitisha shughuli zote, tutaingia kwenye harakati za kiuchaguzi. Sasa kama haushiriki uchaguzi, unawezaje kuzuia huo uchaguzi? Huna wagombea kwenye kata, huna mawakala ambao kama unataka kuzuia uchaguzi kwenye vituo, anayeweza kuwa wa kwanza ni wakala wako aliyeko kituoni. Sasa huna wakala, huna mgombea, hivi huo uchaguzi unauzuiaje? Kwa hiyo sisi tunaamini tunaweza kuzuia uchaguzi tukiwa ndani ya uchaguzi. 2. Dhana ya no reform no election ilianza kama kampeni mnamo mwezi Januari mwaka 2020 na baada ya retreat ya kamati kuu ya chama iliyofanyika Makueni nchini Kenya. Kaunti ya Makueni kule Kenya, hoteli inaitwa Kusimbungio, ndiko chimbuko la no reform no election lilianzia. Na hii ilikuwa Januari mwaka 2020. Kwa wale wanaodhani kwamba dhana ya no reform no election ni ya mwaka 2024, ni bahati mbaya, hawana taarifa sahihi. Hii ilikuwepo tangu Januari mwaka 2020, na niliyeko mbele yenu hapa ni kati ya watu wawili walioachwa Nairobi na kamati kuu ya chama kukamilisha mpango huo. Niliachwa mimi na mkurugenzi mwingine mmoja, tukabaki Nairobi siku 8 na wataalamu mbalimbali kukamilisha andiko hilo, na tukarudi tukiwa na nakala ya andiko hilo mwaka 2020. Kwa hiyo dhana ya no reform no election ilikuwa ni kwa ajili ya kuunganisha makundi na jamii ili kupigania mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ndani ya nchi yetu, na ilikuwa ni maandalizi ya kwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Nyaraka hiyo ilipewa jina Roadmap to the General Election 2020. Ndio jina la hiyo nyaraka. Na hiyo nyaraka ipo, nina nakala yake. Tukilazimika tutaiweka hadharani ili taifa lijue dhana hiyo ilianzia wapi. Kwa hiyo wale mnaofikiri ni kitu kimeanza juzi 2024, kwa kweli hicho sio sahihi. Ni kitu kilikuwepo tangu mwaka 2020, na bado tuliweza kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Dhana hiyo ya no reform no election ikiwepo, tuliweza pia kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Dhana hiyo ya no reform no election ilikuwepo, na hata tamko la kamati kuu la tarehe 11 Disemba mwaka 2024 la tathmini ya uchaguzi wa serikali za mitaa, mimi nilikuwepo. Ukisoma lile tamko la maandishi, hakuna mahali tuliweka hiyo dhana. Na hata ukisikiliza hotuba ya mwenyekiti wa wakati huo, Mheshimiwa Mbowe, alisema tukifika mwaka 2025 wakati wa uchaguzi, kama hakuna reform, chama kitafanya maamuzi sahihi. Ndio ilikuwa kauli. Hakusema tutazuia uchaguzi. Kwa hiyo wale wanaojaribu kusema hii ilifanyika wakati wa mwenyekiti Mbowe, ni kweli. Mwenyekiti alikuwa Mbowe, makamu wake alikuwa Mheshimiwa Lissu, wajumbe wa kamati kuu akina Mheshimiwa Heche walikuwepo, na tulikuwa nao Nairobi. Lissu aliondoka Ubelgiji akaja Nairobi wakati huo kule Kusumbungio, kaunti ya Makueni nchini Kenya. 3, kwa muda mfupi uliosalia hatuoni uwezekano wa kutekeleza kwa ufanisi mkakati wowote madhubuti wa kuzuia uchaguzi.
Tayari uchaguzi wenyewe umeshaanza, zoezi la uandikishaji wa wapiga kura limeshakamilika na limefanyika mikoa yote nchini. Kwa hiyo kama tulikuwa tunataka kuzuia uchaguzi, tulipaswa tuanze kuzuia hata zoezi la kuandikisha. Sasa kila kitu kimeshafanyika, iliyobaki ni kampeni, kuteua wagombea, watu waingie kwa debe. Sababu ya 4 ni kwa mujibu wa katiba ya Chadema ibara ya 4 inayohusu madhumuni ya chama. Dhumuni kuu la chama ni kuongoza dola na kutekeleza madhumuni mahususi ya kisiasa kama yalivyoainishwa katika kifungu cha 4.1, madhumuni ya kiuchumi kifungu cha 4.2 na madhumuni ya kijamii katika kifungu cha 4.3. Kwa hiyo kushiriki uchaguzi ili kuongoza dola ni sharti la kimsingi la katiba ya Chadema. Dhumuni la kwanza la chama hiki lipo kwenye katiba yetu sura ya 4, madhumuni ya kisiasa 4.11 inasema kuhakikisha kuwa chama chetu kinashinda chaguzi za kiserikali na kushika dola kwa njia ya kidemokrasia ili kuleta maendeleo endelevu kwa taifa. Ni dhumuni la katiba yetu. Kwa hiyo Chadema sio pressure group. Kuna tofauti ya kuwa na pressure group na chama cha siasa. Chama cha siasa dhumuni lake ni kuweka sera, mipango na kushiriki chaguzi ili kiweze kushinda, kiende sasa kikatekeleze madhumuni ya kuanzishwa kwa chama hicho. Lakini pressure group wao wanakuwa na jambo mahususi kwa wakati mahususi, wanalipigania kama kimbunga pap, likishaisha wanaenda kwenye jambo lingine. Pressure groups hazina madhumuni ya kudumu. Wao wanaenda na tukio kama linavyotokea. Lakini chama cha siasa kina malengo na madhumuni yake, na lengo kuu ni kushika dola. Kwa hiyo tumeshauri katibu mkuu kwamba chama chetu kirudi kwenye katiba yake, kiangalie madhumuni ya kuanzishwa kwa chama hiki. Je, tusiposhiriki uchaguzi tunaitekeleza vipi katiba yetu? 5. Ibara ya 5.2 ya katiba